Vipi nikikuambia kuwa sababu kubwa inayofanya ugonjwa wako wa sukari kuwa mgumu kudhibiti, sio kile unachokula, sio kiasi gani unafanya mazoezi, wala sio kiwango cha dawa unazomeza, bali ni kitu cha msingi kabisa: saa na joto la maji unayokunywa siku nzima. Najua, pengine unanitazama sasa hivi kwa jicho la mashaka. Umepoteza miaka, labda miongo kadhaa ukijaribu kila kitu. Dawa tofauti ambazo zilikuletea madhara, umejaribu. Lishe kali ambazo zilikuacha ukihisi njaa na kunyimwa raha ya chakula, umejaribu. Vipimo vya gharama kubwa vya sukari na virutubisho vilivyoahidi miujiza, lakini havikukusaidia chochote. Nimeona yote hayo. Na hapa nipo nikikuambia kuwa maji, ndiyo, maji haya haya ya kawaida, inaweza kuwa kipande kilichokosekana kwenye afya yako. Lakini tafadhali baki nami, usiondoke, kwa sababu kile nitakachokwenda kushiriki nawe kimesaidia watu wengi kuona mabadiliko ya maana katika sukari yao ya asubuhi ndani ya wiki chache tu. Leo nitakuonyesha jinsi unywaji wa maji kimkakati unavyoweza kuboresha sana jinsi seli zako zinavyopokea insulini, hata kama umekuwa na ugonjwa wa sukari kwa miongo kadhaa. Hizi si takwimu kutoka kwenye makaratasi ya utafiti yasiyoeleweka. Hawa ni watu halisi. Watu wanaoingia ofisini kwangu wakiwa wamechoka, wamechanganyikiwa na kusema kweli wameshindwa. Watu wenye umri wa miaka 60 hadi 70 ambao wanafanya kila kitu kwa kufuata kitabu. Wanapima sukari yao mara 4 kwa siku. Wamekariri vyakula gani vinapandisha sukari na vipi havipandishi. Wanapima wanga wao kwa gramu. Wanatembea baada ya chakula cha jioni, wanameza dawa zao kwa wakati sahihi kama saa ya ukutani, na bado namba zao za asubuhi hazitabiriki. Naona uchovu huo machoni pao. Sio uchovu wa mwili tu, ingawa huo upo. Ni uchovu wa ndani zaidi, ule uchovu unaotokana na kupigana vita ambapo sheria zinabadilika kila siku na ushindi unaonekana hauwezekani. Hawa ni watu ambao wameacha wali, wameacha chapati, wameacha vitumbua na maandazi waliokuwa wakipenda. Wametumia maelfu ya pesa kwa vifaa vya kupima sukari, vyakula maalum vya wagonjwa wa sukari na virutubisho. Wamehudhuria kila darasa la elimu ya sukari, na licha ya yote hayo, vipimo vyao vya A1C vinaendelea kupanda. Lakini hapa kuna kile kilichobadilisha kabisa mtazamo wangu wa kutibu ugonjwa huu. Nilianza kugundua kuwa sehemu kubwa ya watu wazima zaidi ya miaka 65 wamepungukiwa maji mwilini sugu, na upungufu huo wa maji hutengeneza mfululizo wa matatizo ya kimetaboliki ambayo hufanya udhibiti wa sukari ya damu kuwa karibu hauwezekani, bila kujali unakula dawa gani. Na hapa ndipo penye kushangaza zaidi. Utafiti wingi unazingatia kile watu wanachokula. Karibu hakuna anayesoma ni lini na jinsi gani watu wanakunywa. Kabla hatujaendelea, naomba nikuulize kitu muhimu sana ambacho kitatusaidia kujenga jamii yenye afya. Hii ni habari ambayo inaweza kuokoa maisha na kupunguza gharama zako za matibabu. Tafadhali, bonyeza kitufe cha subscribe hapo chini na gonga kengele, kisha bonyeza like. Hii inasaidia ujumbe huu kuwafikia wazee wengine wanaohangaika kama wewe. Fanya hivyo sasa hivi. Asante. Sasa sikiliza kwa makini. Sitaki upate ujumbe potofu. Hii sio kuhusu kuacha matibabu yako ya sasa. Dawa zako ni muhimu, mpango wa daktari wako ni wa maana. Kile ninachokushirikisha ni jinsi ya kuboresha mazingira ndani ya mwili wako ili dawa zako ziweze kufanya kazi jinsi ilivyokusudiwa. Fikiria ni pesa ngapi utaokoa huko mbeleni ikiwa dawa zako zitaanza kufanya kazi vizuri zaidi na labda daktari wako apunguze dozi. Hili linawezekana. Hebu nieleze kile kinachotokea kimetaboliki ambacho hakuna anayekuambia. Unapofikisha miaka 60, mwili wako hupitia mabadiliko 4 muhimu ambayo huathiri moja kwa moja udhibiti wa sukari ya damu. Kwanza, njia zako za maji za seli, protini zinazoitwa kitaalamu kama aquaporins, zinapunguza uwezo wa kuitikia. Hata unapokunywa maji, seli zako zinapata shida ya kuvuta maji hayo ndani kule yanapohitajika.
Pili, figo zako kiasili hupoteza takriban 30% ya uwezo wake wa kuchuja ifikapo umri wa miaka 70. Hii inamaanisha kuwa hazina ufanisi katika kuondoa sukari ya ziada kutoka kwenye damu yako, na pia hazina ufanisi katika kuhifadhi maji na kukufanya upoteze maji mengi kuliko inavyostahili kutokea kwenye mkojo. Tatu, na hili linawashangaza watu wengi, hisia yako ya kiu huharibika sana. Tafiti zinaonyesha kuwa ifikapo miaka 65, mtikanio wako wa kiu huenda huchelewa hadi dakika 90 baada ya mwili wako kuhitaji maji. Unaweza kuwa umepungukiwa maji kiafya bila kuhisi kiu hata kidogo. 4. Dawa nyingi za kawaida za sukari na shinikizo la damu hufanya kazi ya kuondoa maji mwilini na kufanya upungufu huo kuwa mbaya zaidi. Hapa kuna kile madaktari wengi hawaelezi. Seli zako zinapopungukiwa maji, hata kwa 3% tu, watali za seli zako hukua ngumu. Fikiria isponjio kaufu dhidi ya isponjio michi. Isponjio kaufu haiwezi kunyonya chochote, maji yanamwagika tu pembeni. Isponjio michi inavuta majimaji moja kwa moja. Watali za seli zako hufanya kazi vivyo hivyo. Zikiwa na maji ya kutosha, vipokeaji wa insulin hufanya kazi kawaida. Zikiwa zimekauka, vipokezi hivyo hujifunga. Kongosho lako linaweza kuwa linazalisha insulini. Unaweza kuwa unajichoma insulini, lakini ikiwa kuta za seli zako ni ngumu kutokana na ukosefu wa maji, insulini hiyo haiwezi kufanya kazi yake. Matokeo yake, sukari yako inabaki imekwama kwenye damu badala ya kuingia kwenye seli. Namba zako za sukari zinapanda, sio kwa sababu ulikula vibaya au ulisahau dawa, bali kwa sababu seli zako kimwili haziwezi kupokea sukari inayojaribu kuingia. Ningependa kujua, unatazama video hii kutoka wapi duniani sasa hivi? Dondosha eneo lako kwenye maoni hapo chini. Ugonjwa wa sukari huathiri watu kila mahali, kutoka Dar es Salaam hadi Nairobi, na ninafurahi kuona jamii hii ikija pamoja. Niandikie hapo chini. Sasa, hebu nikupe mfano halisi. Mzee Robert ana umri wa miaka 69. Ugonjwa wa sukari wa Robert ulikuwa umetulia kwa miaka 8. Kisha ghafla, bila kubadilisha chochote, namba zake za asubuhi zilianza kwenda hovyo. Alikuwa akiamka na sukari karibu 110 au 120. Sasa anagonga 170, 185, wakati mwingine inavuka 200. Binti yake anamleta kwangu kwa sababu ana wasiwasi. Ninapopitia rekodi yake ya sukari pamoja nao, mwendeleo ni wa kutatanisha. Jumanne asubuhi 192, Jumatano 178, Alhamisi 201, Ijumaa 186. Chakula cha jioni ni kile kile kila usiku: kuku, mboga za majani, sehemu ndogo ya wali wa kahawai. Ratiba ya kulala ni ile ile, ratiba ya dawa ni ile ile, lakini vipimo vya asubuhi vinatofautiana sana. Pata picha binti yake akinisogelea na kusema, "Daktari, anafanya kila kitu kwa ukamilifu. Ninamsaidia kuandaa chakula chake, tunapima kila kitu. Kuna kitu hakiko sawa." Kwa hivyo, ninapitia siku yake ya kawaida, saa kwa saa. Anaamka saa ngapi? Anakula nini? Anameza dawa lini? Kwenye karatasi, kila kitu inaonekana kuwa sawa kabisa. Kisha ninabadilisha mwendeleo. Mzee Robert, namwambia, nielezee unywaji wako wa maji kwa siku ya kawaida. Hapa ndipo tatizo linapojitokeza. Anasema, ninakunywa kahawa yangu ninapoamka, labda glasi ya maji na vidonge vyangu wakati wa kifungua kinywa, glasi nyingine wakati wa chakula cha jioni, wakati mwingine chai ya rangi mchana. Ninapomuuliza maalum kuhusu maji matupu, anakiri, labda glasi 2 kwa jumla. Sijisikii kiu sana, kwa hiyo sifikirii juu yake. Hapa ndipo penye shida. Kwa uzito wa paundi 185, Mzee Robert anahitaji takriban aunsi 90 za maji kila siku. Anakunywa labda aunsi 16 tu. Amepungukiwa maji sugu, lakini utaratibu wake wa kuhisi kiu hampi onyesho lolote. Na kahawa, hiyo ni hatari nyingine. Kahawa ni dawa ya kuondoa maji mwilini. Kwa kila kikombe cha kahawa unachokunywa, unapata kiasi kidogo sana cha maji halisi, na sehemu nyingine inavutwa kutoka kwenye akiba ya maji iliyokuwepo mwilini mwako. Tulianza kutekeleza kile ninachoita itifaki ya WTR, ambayo nitaelezea kikamilifu baada ya muda mfupi. Kimsingi, tulibadilisha ni lini, vipi na joto gani la maji anayokunywa.
Siku 10 baadaye, mzee Robert anawasiliana nami. Sauti yake ni tofauti kabisa, nyepesi, yenye furaha. Daktari, kipimo changu cha asubuhi kilikuwa 118 leo. Jana ilikuwa 124. Siku 3 zilizopita 132. Sijaona namba hizi kwa miezi 6. Wiki 4 baadaye, mabadiliko yanaonekana wazi. Nishati bora, rangi ya mwili imerudi. Rekodi yake ya sukari inaonyesha wastani wa kisomo cha tumbo tupu wa 127 kwa wiki 2 mfululizo, chini ya 185. Chakula kile kile, dawa zile zile. Kitu pekee kilichobadilika ilikuwa ni unywaji wa maji kimstrateji. Lakini hapa ndipo kitu anachoniambia kinachogusa moyo. Nahisi tofauti daktari, ni ngumu kuelezea kwa maneno. Ungu umepungua, nipo makini zaidi. Kulikuwa na ungu wa kiakili wa kudumu ambao nilikuwa nimeuzoea, na sasa umetoweka. Ule uhalifu wa kiakili ndio unaotokea wakati ubongo wako ambao ni 75% maji, hatimaye unapata maji ya kutosha baada ya miezi au miaka ya kufanya kazi kwa shida. Kabla sijakufundisha itifaki kamili inayofanya kazi katika kesi kama za mzee Robert, wacha nikupe makosa 3 muhimu ambayo karibu kila mtu anafanya na unywaji wa maji baada ya umri wa miaka 60. Inawezekana unafanya angalau mawili kati ya haya sasa hivi. Kosa namba 1: kuhesabu kahawa, chai na vinywaji vingine kama maji. Huu ndio ukweli mchungu. Kahawa na chai ni viondoa maji mwilini. Kwa kila kikombe unachokunywa unapoteza 60% ya kiasi hicho kupitia kukojoa zaidi. Kwa hivyo, ukinywa kikombe cha kahawa, unabakiwa na kiasi kidogo sana cha maji mwilini na mengine yanatoka kwenye akiba yako. Juice. Hata juisi isiyo na sukari husababisha kupanda kwa kasi ya sukari ya damu ambayo huchochea figo zako kutupa sukari na maji yote nje. Soda za diet zina vitamu bandiani ambavyo hufanya usugu wa insulin kuwa mbaya zaidi. Kinywaji pekee ambacho hutia maji mwilini kikamilifu ni maji matupu. Kila kingine ni cha ziada au kinaweza kuwa na madhara. Fikiria hivi, ikiwa una akaunti ya benki inayohitaji shilingi 1000 ili kuepuka faini, je, ungeingiza shilingi 1000 ukijua benki itakata 600 mara moja? Bado ungekuwa umepungukiwa. Hicho ndicho kahawa na chai hufanya kwa hali yako ya maji mwilini. Kosa namba 2: kunywa maji ya baridi moja kwa moja kutoka kwenye friji, hasa asubuhi na mapema. Hili linaweza kukushangaza kwa sababu maji ya baridi huhisi kuburudisha hasa kwenye joto la Afrika. Lakini hapa ndipo kinachotokea kibiolojia. Wakati maji ya baridi ya barafu yanapoingia tumboni mwako, hasa wakati joto ndani la mwili wako bado liko chini kutoka usingizi, mishipa yako ya barafu husinyaa mara moja. Mwili wako unajaribu kudumisha joto lake ndani. Wakati mishipa ya barafu inaposinyaa, mzunguko wa damu hupungua sana. Na sukari inahitaji kwenda wapi? Ndani ya seli zako kupitia damu. Mishipa iliyosinyaa inamaanisha insulin na sukari haziwezi kufika mahali zinapohitajika kwa ufanisi. Zaidi ya hayo, maji ya baridi kwenye tumbo tupu hushtua mfumo wako wa kusaga chakula. Hii huchochea majibu ya dhiki ambayo hutoa homoni ya cortisol. Na cortisol inafanya nini? Inaambia ini lako kutupa sukari iliyohifadhiwa kwenye damu yako. Unakuwa umetengeneza kupanda kwa sukari ya asubuhi kabla hata hujala kifungua kinywa. Maji ya uvuguvugu au ya joto la kawaida huweka mishipa yako ikiwa imetulia na wazi. Mzunguko unabaki kuwa bora. Majibu yako ya dhiki yanabaki shwari. Sukari yako ya asubuhi inabaki imetulia. Naomba nikuulize, wewe binafsi, ni kosa gani kati ya haya 3 unahisi unalafanya mara kwa mara? Niambie kwenye maoni. Mimi nakunywa sana chai, au mimi napenda maji ya baridi. Kuwa mkweli, hakuna hukumu hapa. Tunajifunza pamoja. Sasa wacha nikufundishe itifaki halisi ninayotumia na wagonjwa wangu. Naiita itifaki ya WTR. W inasimama kwa water, yenyewe, safi na ya kimkakati. T inasimama kwa timing, muda, ratiba maalum ambayo inaboresha udhibiti wa sukari. Na R inasimama kwa regulation, udhibiti, njia ambayo mwili wako unajifunza kutabiri na kuitikia. Hebu tuvunje kila sehemu. Kwanza, ubora wa maji unajalisha zaidi kuliko watu wengi wanavyotambua.
Maji ya bomba ni sawa ikiwa eneo lako lina mfumo mzuri wa kuchuja, lakini ninapendekeza maji yaliyochujwa ikiwezekana. Sio kwa sababu ya sumu kali, bali kwa sababu madini yanajalisha. Hapa kuna pendekezo langu maalum. Tumia maji yaliyochujwa na ongeza madini kidogo. Unaweza kununua matone ya madini kwenye duka la dawa asilia. Kwa nini madini? Seli zako hazihitaji tu H2O, zinahitaji electrolyte ili kuunda mazingira ya umeme ambayo yanaruhusu sukari kuingia. Fikiria madini kama funguo zinazofungua milango ya seli zako. Maji bila madini ni kama kufika mbele ya mlango uliofungua bila ufunguo. Hasa, magnesium ni muhimu kwa utendaji wa insulini. Karibu 70% ya watu zaidi ya miaka 60 wana upungufu wa magnesium. Potassium inasaidia kudhibiti viwango vya sukari. Sodium kwa kiasi kinachofaa ni muhimu kwa unywaji wa seli. Pendekezo langu: ongeza matone 5 ya suluhisho la madini kwa kila lita moja ya maji unayokunywa. Ni rahisi, haina gharama na inafanya kazi kwa kushangaza. Sasa tuangalie. Muda namba 1. Mara tu unapoamka. Kabla ya kitu chochote, wakati miguu yako inapogusa sakafu, kabla ya kahawa, kabla ya kwenda msalani, kabla ya kuangalia simu yako, kunywa glasi moja ya maji ya joto lao kawaida yenye madini. Joto lao kawaida, sio baridi. Hii inafanya kitu cha ajabu. Baada ya masaa 7 hadi 8 bila maji, damu yako imekuwa nzito usiku kucha. Kinywaji chako cha kwanza cha siku kinarudisha maji kwenye damu yako na kuiruhusu kutirira kwa urahisi zaidi na kupeleka insulin kwa ufanisi zaidi. Zaidi ya hayo, kunywa maji kitu cha kwanza kunatoa ishara kwa ubongo wako kuamsha metabolism yako kwa upole. Hii inazuia kupanda kwa homoni ya cortisol ambayo husababisha sukari kupanda asubuhi bila sababu, ile hali ya kukatisha tamaa ambapo sukari inapanda ghafla. Katika kesi kama ya mzee Robert nilielezea hapo awali, hatua moja tu pekee mara nyingi hupunguza sukari ya asubuhi kwa pointi 35 hadi 30. Pointi 35 kwa glasi ya maji kwa wakati sahihi. Hii ni nguvu kubwa ambayo umekuwa ukiidharau. Muda namba 2. Dakika 30 kabla ya kila mlo. Muda huu ni muhimu mno. Kunywa glasi ndogo haswa dakika 30 kabla ya kula kifungua cha mchana, chakula cha mchana na chakula cha jioni. Sio dakika 15, sio wakati unakula, dakika 30. Kwa nini? Hii inaupa tumbo lako muda wa kujiandaa. Inaamsha vimenya vya kusaga chakula, inaanza kupunguza asidi ya tumbo kwa mkusanyiko bora wa kuvunja chakula. Muhimu zaidi kwa sukari ya damu, inapunguza kasi ya tumbo lako kutoa chakula. Chakula kinapohamia polepole zaidi kutoka tumboni mwako kwenye utumbo mdogo, wanga hufyonzwa taratibu zaidi. Hii inaunda kupanda kwa upole wa sukari ya damu badala ya kupanda kwa kasi kama mshale. Insulini yako iliyopo inaweza kwenda sambamba na sukari inayoingia. Tafiti zinaonyesha tabia hii moja tu inaweza kupunguza kupanda kwa sukari baada ya mlo kwa hadi 35%. Hayo ni sawa na baadhi ya dawa na inafikiwa tu kwa kunywa maji kwa wakati sahihi. Fikiria jinsi unavyoweza kuokoa pesa ya dawa kwa kufanya hivi tu. Ni bure, ni rahisi na inafanya kazi. Muda wa 3 ni katikati ya asubuhi na katikati ya alasiri. Hapa ndipo sukari ya damu ya watu wengi hufanya mambo yasiyotabirika. Hujala chochote, kwa hivyo unadhani sukari yako inapaswa kutulia, lakini unapopima unakuta imepanda kwa pointi 20 au 30 bila sababu yoyote ya msingi. Unajiuliza, nimekosea wapi? Kinachotokea hasa ni upungufu wa maji. Wakati damu yako inapoteza maji kwa michakato ya kawaida ya mwili, inakuwa nzito zaidi. Damu nzito maana yake ni vipimo vya viwango vya sukari hata kama hujaongeza sukari mwilini mwako. Suluhisho ni gani? Kunywa kiasi kidogo cha maji, takriban mililita 200 saa 10 ya muhi wa sasa na tena saa 9:30 alasiri. Kiasi kidogo wakati maalum. Hii huweka kiwango cha damu yako sawa na usomaji wa sukari yako kutulia. Muda wa 4. Masaa 2 baada ya mlo wako wa mwisho wa siku. Hili linawashangaza watu wengi. Wengi wamesikia kwamba hawapaswi kunywa maji kabla ya kulala kwa sababu ya kuamka kwenda msalani usiku, na hiyo ni kweli. Ukinywa maji saa 4 usiku na kulala saa 4:30,
utaamka saa 7 usiku ukiwa na haja. Lakini kunywa maji saa 1 au saa 2 usiku, masaa mawili kamili kabla ya kulala, kuna ruhusu mwili wako kuchakata na kusambaza maji hayo. Kuna uwezekano mkubwa utakojoa mara moja kabla ya kulala, kisha utalala usingizi mzito usiku kucha. Unywaji huu wa maji jioni hufanya kitu muhimu kwa sukari ya asubuhi. Inazuia damu yako kuwa nzito sana usiku kucha, ambayo inamaanisha unaamka na mzunguko bora wa damu na vipimo vya asubuhi vilivyotulia zaidi. Sasa, hapa kuna kitu ambacho watu wengi hawaelewi. Mwili wako huzoea mifumo. Ikiwa umekuwa na upungufu wa maji sugu kwa miezi au miaka, mwili wako umejirekebisha kufanya kazi katika hali ya ukame. Figo zako zinakaza mkojo wako zaidi. Ubongo wako unazuia ishara za kiu. Unapoanza ghafla kunywa maji zaidi, mwili wako mwanzoni hujibu kwa kukutuma msalani kila mara. Hii ni kawaida na ni ya muda mfupi. Hujazidisha maji, mwili wako unajirekebisha tu. Watu wengi huacha baada ya siku 3 kwa sababu safari za msalani zinakera. Lakini hapa kuna nini kitatokea ukivumilia? Ndani ya siku 10 hadi 14, figo zako zinazoea. Kibofu chako kinajifunza kushikilia maji kwa raha zaidi. Seli zako zinaanza kukubali maji zaidi. Uharaka wa kwenda msalani hupungua sana wakati unywaji wa kweli wa seli unaboreka. Hii ni awamu ya udhibiti. Unaufundisha mwili wako kuamini kwamba maji yanapatikana mara kwa mara, kwa hivyo hauhitaji kukaa katika hali ya hatari. Je, uko tayari kujaribu itifaki hii? Una wasiwasi gani kuhusu kuitekeleza? Ninataka kusikia kutoka kwako. Andika hapo chini, niko tayari, au uliza swali lako. Ninasoma maoni yenu kwa makini. Sasa, wacha nikupe matarajio halisi ya nini kitatokea wiki kwa wiki. Wiki ya kwanza, utakuwa msalani zaidi ya kawaida. Sitaki kukudanganya kuhusu hili, inakera, lakini ni ya muda mfupi. Mwili wako unaosha taka za kimetabolic zilizokusanyika kwa miaka. Sukari ya damu inaweza kuonyesha maboresho madogo, labda 5 hadi 10 chini. Watu wengi hawagunui mengi zaidi ya safari za msalani. Wiki ya pili, mzunguko wa kwenda msalani unaanza kuwa wa kawaida. Wagonjwa wengi huniambia kufikia siku ya 10 hawatafuti vyoo kila mara tena. Vipimo vya sukari vinaanza kuonyesha uthabiti zaidi. Sio lazima iwe chini kila wakati, lakini tofauti kubwa kati ya usomaji wako wa juu na wa chini huanza kupungua. Wiki ya 3, hapa ndipo watu kawaida hupata wakati wao wa ukombozi. Sukari ya asubuhi inaanza kushuka kwa kiasi kikubwa, pointi 15, 20, wakati mwingine 25 chini ya wastani wako wa zamani. Kupanda kwa sukari baada ya mlo kunakuwa kutabirika zaidi. Muhimu zaidi, unaanza kuhisi tofauti. Uwazi wa kiakili unaboreka. Anguko la naji ya mchana hupungua sana. Wiki ya 4 na kuendelea, udhibiti wa sukari unaendelea kuboreka. Wagonjwa wengi huona kipimo cha A1C kikishuka kwa pointi 0.5 hadi 0.8 ndani ya miezi 3. Baadhi, chini ya usimamizi wa daktari wao, wanaweza kupunguza dozi za dawa. Nikupe mfano wa Mama Linda, mwenye miaka 73. Linda alikuwa anaudhibiti ugonjwa wa sukari kwa miaka 16. Alipokuja kwangu mara ya kwanza, alikuwa amekata tamaa kabisa. Pata picha akiwa ameketi mbele yangu akisema, daktari wa sukari yangu anasema ninahitaji kuanza sindano za insulin. A1C yangu ni 8.9. Tayari nipo kwenye dawa 3 za kumea. Ninahisi kama nimeshindwa. Anatulia na unaweza kuona machozi yakimlengea. Anasema, naogopa sindano. Najua inasikika kipumbavu kwa umri wangu, lakini wazo la kujichoma mara nyingi kila siku, sijui kama ninaweza kuamudu hilo. Maji yake kila siku ni takriban glasi 2 tu. Mkojo wake ulikuwa wa rangi nyeusi. Ngozi yake ilikuwa kavu kama karatasi. Aliponipoti uchovu wa mara kwa mara, nilimweleza kuhusu itifaki hii ya maji. Jibu lake lilikuwa la mashaka. Maji? Hiyo inaonekana rahisi sana kufanya tofauti yoyote ya maana, lakini alikuwa tayari kujaribu chochote ili kuepuka sindano. Tulianza mara moja. Wiki ya kwanza ilikuwa ngumu. Siku ya 4 alinitumia ujumbe. Ninahisi kama ninaishi msalani, lakini nilimhimiza aendelee. Kufikia wiki ya pili, mambo yalibadilika.
Kwa kweli nililala usiku kucha jana kwa mara ya kwanza katika miezi, na sukari yangu ya asubuhi ilikuwa 148. Haijawahi kuwa chini ya 175 kwa nusu mwaka. Wiki ya 3 alikuja kwa ajili ya uchunguzi. Mabadiliko yalionekana wazi: rangi bora ya ngozi, macho angavu. Tazama hii, alisema, akinionyesha kitabu chake cha kumbukumbu. Wastani wangu wa asubuhi wiki hii ulikuwa 139. Namba zangu baada ya kula mara chache huzidi 165 sasa. Kabla ya itifaki ningefika 220 mara kwa mara. Tulipima tena A1C yake miezi mitatu baadaye. Ilikuwa imeshuka kutoka 8.9 hadi 7.7. Bado haijakamilika, lakini ni uboreshaji mkubwa. Daktari wake wa sukari alinipigia simu. Sijui ulifanya nini, lakini endelea kufanya hivyo. Tunasitisha insulini. Lakini hapa kuna kile Linda aliniambia ambacho kinanasa kiini cha somo hili. Niligundua nilikuwa nimepoteza miaka 16 nikisimamia lishe yangu, mazoezi yangu, dawa zangu, kila kitu isipokuwa kitu cha msingi zaidi ambacho mwili wangu unahitaji: maji. Nilikuwa nikiendesha gari bila mafuta na kutarajia injini ifanye kazi kwa ufanisi kamilifu. Miezi 6 baadaye, A1C yake ni 7.2. Mazungumzo ya insulini yameondolewa mezani kabisa. Aliepuka sindano alizokuwa akiziogopa kwa kutumia muda na uthabiti wa maji. Wakati mwingine, mahitaji ya kimsingi ndiyo yanayokosa kuzingatiwa wakati umakini unakaa kwenye matibabu magumu. Sasa, wacha niwe wazi kabisa kuhusu tahadhari muhimu. Itifaki hii siyo tiba ya ugonjwa wa sukari. Haitaondoa hitaji la dawa zako. Usiache kutumia dawa ulizoandikiwa bila idhini hasi kutoka kwa daktari wako. Kile itifaki hii inafanya ni kuboresha mazingira ya seli zako ili dawa zifanye kazi kwa ufanisi na kazi za asili za mwili wako za insulini ziwe bora. Mazingatio muhimu ya usalama. Ikiwa una ugonjwa wa moyo kushindwa kufanya kazi au hali ambayo mkusanyiko wa maji ni wasiwasi, zungumza na daktari wako wa moyo kabla ya kuongeza unywaji wa maji. Katika hali fulani za moyo, kunywa maji mengi yanaweza kuwa hatari. Ikiwa una ugonjwa wa figo, hasa ikiwa una figo chini ya 30% ya utendaji wa figo, unahitaji mwongozo wa binafsi. Usiongeze unywaji wa maji bila kibali cha daktari wako wa figo. Ikiwa unatumia dawa za kuondoa maji mwilini kwa ajili ya shinikizo la damu, daktari wako anaweza kuhitaji kurekebisha vipimo wakati unapoimarisha maji. Ujazo sahihi wa maji unaweza kupunguza shinikizo la damu kiasili, ambayo ni nzuri, lakini inaweza kufanya dozi yako ya sasa iwe na nguvu sana. Jihadhari na ishara za kuzidishwa maji, ingawa hii ni nadra. Ikiwa unakojoa mkojo safi kabisa zaidi ya mara 10 kila siku, au ikiwa unapata maumivu ya kichwa au kichefuchefu, unaweza kuwa unakunywa maji mengi. Punguza kidogo. Na tafadhali, shiriki uzoefu wako kwenye maoni. Niambie unaanza wapi. Nijulishe baada ya wiki ya kwanza, wiki ya pili, wiki ya 3. Unaona nini? Hadithi yako inaweza kuwa ndio inayohitajika na mtu mwingine ili ajaribu hii. Ikiwa umefika hadi mwisho wa video hii, andika nimemaliza video kwenye maoni hapo chini. Hii inaniambia kuwa habari hii inawafikia watu ambao wanaihitaji zaidi na inasaidia video hii kusambaa kwa watu wengi zaidi wanaohangaika na udhibiti wa sukari. Unaruhusa kutamiliki hiyo habari? Ikiwa video hii ilikuwa ya thamani, tafadhali ishiriki na mtu anayesimamia ugonjwa wa sukari. Mzazi, rafiki au mwenza anayehangaika licha ya kufanya kila kitu kwa sawasawa. Habari hii rahisi inaweza kubadilisha maisha yao. Na kama bado, gonga kitufe cha kujiunga na uwashe kengele ya arifa. Ninachapisha video mpya kila wiki juu ya kudhibiti ugonjwa wa sukari, kuboresha afya ya kimetaboliki na kuishi vizuri baada ya miaka 60. Asante kwa kuwa hapa. Asante kwa kuchukua afya yako kwa uzito. Kumbuka, wakati mwingine hatua zenye nguvu zaidi sio zile ngumu zaidi. Wakati mwingine ni kupata misingi sahihi ndiko kunakounda mabadiliko. Jitunze.